ninapokuwa nikimtolea Mungu, nimtolee zaidi ya zile ambazo niliwahi kuziharibu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini pia nia ya moyo wangu na haja yangu ni kumtumikia Mungu. Kila inapoitwa siku ya leo, natamani Mungu anipandishe juu. Kwa sababu kule nilikokuwa, kila muda nakuaga nafikiri kama ningekuwepo mpaka sasa hivi, sijui kama ningekuwa wapi. Labda niswali la nilefia mimi batana. Hivyo ninapotafakari maisha yangu kila itwapo leo, waga naona ni muujiza, na ndani yangu kuna kuaga ile shauku ya kuzidi kumtumikia Mungu. Lakini waga nafurahi sana kuona wenzangu wote, marafiki zangu wanaendelea kumtumikia Mungu, lakini ndani yao kuna ile bidii ya kumtumikia Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hivyo mchana wa leo tunaenda kuangalia neno fupi ambalo natoka kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati, ile sura ya 7, anza ule mstari wa 7. Tusikie Mungu alikuwa anawakumbusha wana wa Israeli kitu gani pale. Kumbukumbu la Torati, ndio sura ya 7, mstari wa 7. Maandiko yanasema, Bwana hakuwapenda ninyi wala hakuwachagua ninyi, kwa sababu mlikuwa wengi kuliko mataifa yote, maana mlikuwa wachache kuliko watu wote, bali kwa sababu Bwana anawapenda na kwa sababu alitaka kutimiza uwapo wake aliowaapia babu zenu, ndiyo sababu Bwana akawatoa kwa mkono wa nguvu, akawakomboa katika nyumba ya utumwa, katika mkono wa Farao mfalme wa Misri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunaenda kuona Musa kipindi anaongoza wana wa Israeli kuwapeleka kwenye nchi ya ahadi. Na kuna mambo ambayo Mungu alikuwa anawakumbusha wana wa Israeli. Mungu anawaambia wana wa Israeli kwamba sikuwachagua kwa sababu ninyi mlikuwa wengi. Sikuwachagua kwa sababu mlikuwa wachache. Kwa sababu kulikuwa mataifa mengi ambayo ni makubwa kuwazidi ninyi. Ninyi wana wa Israeli mlikuwa wadogo sana kuzidi mataifa mengine. Lakini mimi Mungu nikawachagua. Mimi Mungu nikawateua kuwa watu wangu. Mungu anaenda kuambia wana wa Israeli kwamba sikuwachagua kwa sababu tu mlikuwa wadogo au wengi. Nimewachagua kwa sababu niliwapenda. Sababu ya kwanza ya kuwachagua wana wa Israeli ni kwa sababu Mungu aliwapenda. Mungu aliwapenda tu wana wa Israeli, ndio maana aliwachagua. Na ndio maana akawaambia kwamba sikuwachagua kwa sababu mlikuwa wadogo au wengi. Na Mungu anapochagua watu, anapochagua mtu, aangalii mapungufu yake, aangalii madhaifu yake, aangalii uchafu wake. Mungu anaweza akamchagua mtu yoyote yule. Ndio maana anawaambia wana wa Israeli kwamba sikuwachagua kwa sababu mlikuwa wengi, kwa sababu kulikuwa mataifa mengi makubwa zaidi yenu. Mimi Mungu niliwapenda tu hivyo mlivyokuwa. Lakini pia sababu ya kwanza sababu ya pili anawaambia kwamba nimewachagua, mimi Mungu nimewapenda ni kwa sababu niliweka ahadi, niliwaapia baba zenu kwamba mimi Mungu nitakuwa pamoja nanyi, mimi Mungu nitawapenda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna kichwa cha neno kinachosema upendo wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Upendo wa Mungu. Tukijaribu kuangalia maana ya neno upendo, linasema ni kitendo cha kuonesha hisia za tofauti za ndani kwa mtu mwingine, na hisia zinazoonesha pengine umeridhishwa na mtu huyo, au umemkubali, au umemhurumia, au unataka kuwa karibu naye. Mungu aliwahurumia wana wa Israeli. Mungu aliwapenda wana wa Israeli. Mungu alitamani kuwa karibu na wana wa Israeli. Huo ndio upendo Mungu aliokuwa nao kwa wana wa Israeli. Na ndio maana ukiangalia kwenye kile kitabu cha Yohana, ile sura ya sijui kama ni sura ya 3 mstari wa 16 nasema kwamba kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwana wake wa pekee ili aje kufa kwa ajili yetu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu alionyesha upendo wake kupitia mwana wake Yesu Kristo.
na ndiyo maana alimtuma kwetu ili kwamba haje kutukomboa na dhambi tulizokuwa nazo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu hakusema tu ametupenda, lakini pia alionyesha upendo wake kwa wanawake kwa kumtuma Yesu Kristo aje kufa kwa ajili yetu. Yesu Kristo akakubali kufa, akakubali kuteseka, akakubali kudharauliwa, akakubali kukataliwa ili sisi tupone. Huo ni upendo wa Mungu katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini pia ukiangalia kwenye kitabu cha Yohana wa kwanza kinasema kwamba Mungu ndiyo mwanzilishi wa upendo. Upendo umetoka kwa Mungu. Mungu ndiye ambaye ameanza upendo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na hivyo tutaenda kuangalia sehemu mbili kuu. Sehemu ya kwanza ambayo tutaenda kuangalia ni upendo wa Mungu katika maisha yetu. Ni upendo wa Mungu katika maisha yetu. Kila mwanadamu anapokaa na kujaribu kutafakari maisha yake, lazima uone upendo wa Mungu katika maisha yake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hakuna mwanadamu yeyote anayeweza kusimama na kusema kwamba mimi sijatendewa kitu chochote na Mungu. Hakuna mwanadamu yeyote, uwe mpagani, uwe Mkristo, uwe nani, ni lazima katika maisha yako uone upendo wa Mungu. Na kuna muda unaweza ukakataa kwa sababu tu ya kiburi chako. Unaweza ukakataa kwa sababu tu umekataa, lakini kila mwanadamu ni lazima uone upendo katika maisha yake. Unaposema kwamba mimi simjui Yesu Kristo, lakini pumzi tu ulio nayo, uhai tu ulio nao, ole mtu walo yua mwenyewe uhai. Kwa hivyo watu unaposema kwamba mimi si Mkristo, lakini aliyekupa huo uhai sio mzazi wako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni Yesu Kristo ndiye ambaye amekupa huo uhai. Kwa hivyo ukikataa upendo wa Mungu katika maisha yako, umekuwa tu umekataa kwa sababu tu tuseme ni kiburi cha ubinadamu, sijui kama tutafsiri namna gani. Lakini kila mwanadamu ni lazima uone upendo wa Mungu katika maisha yako. Kuna wengine ambao Mungu amewapusha katika majani. Kuna wengine Mungu amewapigania sehemu mbalimbali. Kuna sehemu mtu anaweza akafika akasema kwamba asingekuwa Mungu hapa nisingetoka. Asingekuwa Mungu hapa nisingeweza kutoboa. Huo ni upendo wa Mungu katika maisha yetu. Na tutaenda kuangalia Yohana 15 na ule mstari wa 13 mpaka 14. Injili kama alivyoandika Yohana 15 mstari wa 13, maandiko yanasema, hakuna aliye na upendo mwingi kuliko huu, wa mtu kuutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake. Ninyi mmekuwa rafiki zangu mkitenda niwaamuruyo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Yesu mwenyewe anasema kwamba ni rafiki gani anayeweza kutoa uhai wake kwa ajili ya mwingine? Ndio ndio unaweza tumia vipi? Awe changi. Ni Yesu pekee ndiye aliyekubali kutoa uhai wake kwa ajili ya maisha yetu. Na kwenye kipande hiki Yesu ametuita kwamba sisi sio watumwa tena, tumekuwa ni rafiki zake. Sisi tumekuwa ni rafiki wa Yesu tukifanya yale Yesu anayoyataka katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu Kristo amesema kwamba ametupenda, akaamua kutoa uhai wake kwa ajili yetu. Akakubali kudharauliwa, akakubali kukataliwa kwa ajili yetu sisi. Huo ni upendo wa aina gani? Hata mzazi unaweza ukafiwa na mtoto, unaweza ukafiwa na baba na mama. Hata kama ulieje, hawezi ukaenda pamoja na mzazi wako au mtoto wako kwenye kaburi. Kuna muda unaweza hata ukazimia ukapelekwa hospitalini, lakini hauwezi ukakubali kwenda naye kwenye lile kaburi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Yesu Kristo akakubali kufa kwa ajili yetu. Akakubali kutupigania sisi ili kwamba tuokolewe. Huo ni upendo wa Yesu Kristo katika maisha yetu. Lakini sasa hawa Yesu ambao aliyowapenda namna hii, hawa Yesu Kristo aliyowapigania namna hii, wanalitambua hili? Wanatambua upendo wa Yesu katika maisha yao?
au sisi ambao tulio hapa tunatambua upendo wa Yesu katika maisha yetu? Kwa sababu kuna muda tunaweza tukajisahau kama Wakristo kutokutambua upendo wa Yesu katika maisha yetu. Na hiyo ni hasara kubwa sana kwa Mkristo unayeitwa ni Mkristo alafu unashindwa kutambua upendo wa Yesu Kristo katika maisha yako. Hiyo ni hasara kubwa sana. Tunapoangalia hata katika maisha yetu, tunapoangalia hata kwenye kazi zetu, kuna vitu Mungu anavyovifanya mpaka unajiuliza kwamba hapa bila Yesu Kristo nisingeweza kutoboa. Huo ni upendo wa Mungu katika maisha yetu. Huo ni upendo wa Yesu Kristo katika maisha yetu. Lakini imefika mahali tumesahau ule upendo wa Mungu katika maisha yetu. Kuna muda tunajisifia kwamba hiki nimekifanya kwa uwezo wangu, hiki nimekifanya kwa nguvu zangu. Lakini kumbe hicho unachokifanya, hicho unachojitapa kwamba umeweza kukifanya kwa nguvu zako, usingeweza asingekuwa Yesu Kristo. Kwa sababu usiniambie kwamba umepata ajali, alafu sema kwamba ini haya naenda shabi yangu yeni tuma tutapata haya ajali. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Kwa sababu tumekuwa ni watu ambao tunajifanya tunamjua Yesu Kristo, lakini ile ritani yetu, kila tunachorejesha kwa Yesu Kristo baada ya kututendea mambo makuu katika maisha yetu, ndio mwingine kinaonekana ni cha aibu sana. Ndio mwingine kinaonekana ni kitu cha aibu sana. Yaani mtu anajisifu kuendesha kwake gari, anashindwa kuangalia kwamba katika ulimwengu wa roho kama kuna kitu ambacho kibaya kilikuwa kimeandaliwa hapa mpaka ifike mahali hii ajali haijaniumiza kitu chochote. Kuna wengine ambao wanapata maajali na wanakufa pale pale. Kuna wengine ambao wanapatwa na shida moja kwa moja na wanakufa. Lakini kwa nini wewe katika hizo shida, katika hayo magonjwa umeyapona? Ni kwa sababu ya upendo wa Mungu katika maisha yako. Mungu anaenda kuwaambia wana wa Israeli kwenye kile kitabu cha Ezekia 16. Tusomee kwanza pale mtumishi. Ezekieli 16. Ndio. Ezekieli mstari wa nasoma Ezekieli mstari wa 16, sura ya 16 mstari wa 5 na kuendelea. Maandiko yanasema, hapana jicho lililokuhurumia. Mungu anawaambia wana wa Israeli, kipindi mimi nilipowaona hakuna jicho lililowahurumia ili kukutendea lolote la mambo hayo kwa kuhurumia. Ndio. Lakini ulitupwa nje uwandani, kwa kuwa nafsi yako ilichukiwa katika siku ile uliyozaliwa. Nami nilipopita karibu nawe, nikakuona ukigaagaa katika damu yako. Nalikuambia ujapokuwa katika damu yako uwe hai. Naam, nalikuambia ujapokuwa katika damu yako uwe hai. Nalikufanya kuwa maelfu ndio, kwa mimea ya mashamba ukaongezeka. Shia hapo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe tena. Amen. Tunaenda kuona Mungu anawaambia wana wa Israeli kwamba kipindi mimi Mungu nilipowaona, niliwakuta mmechoka, mmechakaa. Niliwakuta mmetupwa nje. Hamna msaada wowote. Kila aliyepita karibu na nyinyi, hakuna aliyewatamani. Hakuna aliyewapenda, hakuna aliyetamani kukaa pamoja nani kwa sababu mlikuwa mmechoka, mmechakaa. Lakini nilipopita karibu yenu ninyi wana wa Israeli, mimi Mungu si kuangalia udhaifu wenu, si kuangalia uchafu wenu. Nimewachukua hivyo mkawa watu wangu. Ule uchafu ambao mliokuwa nao, mimi Mungu nikauosha. Mimi Mungu nikautengeneza. Nikawatengeneza ninyi Israeli mkawa ni taifa nzuri linalotamaniwa na watu wengine. Ukiendelea kusoma, Mungu anasema kwamba watu wengine, taifa nyingine lilikuwa likitamani wana wa Israeli. Lakini aliyesababisha mpaka wao wang'are kiasi hiki, waonekane kiasi hiki alikuwa ni nani? Alikuwa ni Mungu. Lakini matendo yao, baada ya kuona kwamba wamependeza, wamekuwa ni wazuri, matendo yao yakaanza kugeuka. Wakaanza kuabudu miungu. Wakaanza kufanya vitu ambavyo vilivyo kinyume na Yesu Kristo, vilivyo kinyume na Mungu wao.
Mungu akamwambia kipindi mimi nimewaogota, mlikuwa hamtamaniki, mlikuwa watu walikuwa hawatamani kukaa karibu na nyinyi kwa sababu mlikuwa ni wachafu. Ndivyo tulivyo leo. Kuna muda tulikuwa tunadharauliwa. Kuna mtu anakudharau kwa sababu tu yeye anavaa vizuri. Kuna mtu anakudharau kwa sababu yeye anapendeza. Lakini wale watu ambao walikuwa wanatudharau, wale watu ambao walikuwa wanatucheka, leo ndio wamekuwa wanahitaji msaada kwetu. Bwana Yesu atusaidie sana. Kama tukiangalia kule tulikotoka na kufika mahali hapa tulikofika, kuna watu wengi ambao walikuwa wanatudharau. Hata kwenye familia kuna watu ambao walikuwa wasema wewe hauwezi kuongea kitu chochote, toka nje. Umalize kikao ndio utaingia. Lakini watu kama hao ndio leo wamekuwa ni msaada mkubwa katika familia. Watu kama hao ndio wamekuwa ni sehemu kubwa katika familia. Leo hakuna kitu chochote kinaweza kikafanywa isipokuwa huyo mtu. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Kuna kipindi hata tulipokuwa kambini watu walikuwa wanatucheka kwamba mimi yana na kambini si yeye bongana na watu akaongo. Lakini wale watu ambao walikuwa wanatucheka kwamba sisi tunatumia vyakula vya bure na nini, leo ndio wamekuwa msaada. Leo sisi tumekuwa msaada kwao. Leo kama kuna watu ambao wamelala wamekula, ni pesa ambazo zinatoka huko. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini sisi ambao Mungu ameweza kutupendelea kiasi hicho, ametutoa kwenye yale mazingira, ametutoa kule Afrika tulipokuwa, kutuleta huku. Kile tunachomrudishia Mungu, ule upendo wa Mungu alioutenda mpaka sisi kufika hapa tulipofika. Mungu alitamani kuona jambo fulani kutoka kwako. Alitamani kuona mabadiliko kutoka kwako. Matokeo yale mabadiliko Mungu hayaoni. Kuna wengine ambao waliweka naziri, waliweka vitu vingi sana. Lakini leo ukiwakumbusha kwamba kuna kitu kilicho umeahidi, unatakiwa ukitoa, nasema kitu vile maanga sana. Na ile ahadi ulitoa wewe peke yako kwamba mimi nimeamua kufanya. Hakuna mtu yeyote aliyekulazimisha kufanya kile kitu. Mzazi gani ambaye mtoto wake anasoma alafu aishawahi kuletewa bili ya kusema kwamba unatakiwa ulipie ada ya mtoto wako? Ndio kila usiku wetu bana bamo biola elo to baso o meso to imana kabala bala bino basi ya achwe waingechewe basi ya ewo masomo. Washukuna kauli mzazi washoipo kwa bili ni bwana. Ile byake wana basi kila usiku lo yelo bili yenu ile yanu lipe. Bwana Yesu aturumie sana. Lakini kwa sababu akili zetu kama Wakristo tunashindwa kutambua hayo mambo, tunaona kwamba ni mambo tu ya kawaida. Vile vya kawaida ndio ile bahati. Kwa Mungu hakuna kitu eti ni cha kawaida. Unapoona kitu kama hicho ni lazima ukumbuke upendo wa Mungu katika maisha yako. Kuna leo wazazi wanashindwa kusomesha watoto wao kwa sababu ya pesa. Mzazi anatamani mtoto wake asome, afike kwenye level nzuri, lakini hana hizo pesa. Lakini sisi bechu wapunde mwana ayale basi usangana engejanga. Taola tima bilebo oyo masomo. Leo masomo washwa isaje falanga chi kula ndio bilebo wao masomo. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Lakini haya yote mambo sisi kama Wakristo tumeyachukulia ni ya kawaida tu. Tunastahili ile to bahati nosi. Lakini sasa hivi kuna mtu anatamani kumsomesha mtoto wake, lakini hana fedha za kumsomesha mtoto wake. Kuna wengine ambao wako majumbani wanatamani kwenda shuleni, lakini hawana fedha za kwenda shuleni. Lakini sisi ambao Mungu ameweza kutupendelea kiasi hiki, kile tunachokirudisha kwa Mungu ni cha aibu sana. Kuna watu hata walikuwa wanatembea kwa Mungu kwenda kanisani. Nitanga tunamona ndo mnyatatu alukulu kanisa. Ndala mamobo bwana mamobo ndaji daika cha nini tuku. Ule mtu ashwaje atalukulu chwanu kanisa. Ashatu safiri. Nimewahi kuongea na mtoto wa kaka yangu, nikamuuliza mama yako yuko wapi? Akasema, aya mboma mkutano." Nikajaribu kuuliza, mbona isaka alonja na mboma male masamanga. Inyataloko male masamanga.
Sasa akaniambia mama yake ametoka hapo Kalunja kwenda huko Mbomo kwenye mkutano kwa mguu. Nilimwambia, "Kwa hiyo anarudi saa ngapi?" Maana tuachino saa. Ndivi wa hiyo lala, oso mpaka baada ya siku chibeni. Mtu anaenda kwenye mkutano, anatembea kwa mguu. Masaa matatu anatembea kwa mguu, anaenda kwenye mkutano. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Lakini sisi ambao tuna usafiri, tuna magari, tumejaza vitu, tunaweza, yani tuna uwezo, yani hauwezi ukatoa huku Marekani, hauwezi ukatoa sababu ya kusema kwamba siwezi nikaenda kanisani kwa sababu sina usafiri wala hapana. Wewe ni muongo. Kuna mpaka makanisa mengine wana basi ya kanisa. Kazi yake ni kukongoa watu huko. Na tunaamini Mungu atatusaidia na sisi tutapata yetu tusiku. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Lakini hao watu Mungu ameweza kuwapendelea kiasi hicho. Angalia wanachokirudisha kwa Mungu. Yaani tulitamani tufanye zaidi na zaidi. Tukiangalia kule Mungu alikotutoa. Tukiangalia ule upendo wa Yesu Kristo katika maisha yetu. Kuna watu mpaka mimi nawajua, tumefanya nao hatua ya mwisho. Naamini kwamba hao wajamaa tukitoka tunachomoka nao. Mpaka sasa hivi miaka 10 bado wako kule. Sasa ejo tubele wabeni mpaka tusa kitu shikiba. Huyu rafiki yangu Baraka ameniambia siku moja. Ameamini kama amekuwa Marekani baada ya kupita mwaka mzima. Yaani anatembea mwezi wa kwanza hajaamini kama niko Marekani. Mpaka umelea mwaka ndio ameamini sasa hivi niko Marekani. Bwana tusaidie sana. Amen. Alafu kama anaweza kukumbuka kitu kama hicho, leo ikiwa na kiburi aseme kanisa vipi ya kawaida mahanga sana. Chajali. Hicho amekiweka kiwe ni kumbukumbu katika maisha yake. Ameiweka hiyo kwenye roho yake kwamba siwezi nikakosa kwenda kanisani. Siwezi nikakosa kumtolea Mungu kwa sababu najua kwenye mazingira yao nitoka. Yaani oletivija lema, umetumia chinge shughuli lakini kama ile Marekani. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Kile tunachokirudisha kwa Mungu ni cha aibu. Na ndio maana tumefika mahali tumeonekana ni watu wa kawaida sana. Labda Mungu alikuwa na mipango mingine ya kutupeleka zaidi na zaidi. Lakini kwa sababu ya kiburi chetu ambacho kimetuingia, tumesahau ule upendo wa Mungu katika maisha yetu. Ndio maana tuko hivi, tunaonekana ni watu wa kawaida sana. Ni kwa sababu sisi kama Wakristo tumejifanya kuwa hivi. Lakini tukijinyenyekesha mbele za Mungu, tutaona madaktari wakubwa, tutaona watu wakubwa serikalini, tutaona vitu vingi vikubwa. Lakini kwanza tujinyenyekeshe mbele za Mungu. Tukumbuke kwamba upendo wa Mungu katika maisha yetu umetufanya tuwe hapa. Tunatakiwa turudishe kitu gani kwa Mungu? Mungu anahitaji wewe kumtumikia. Mungu anataka wewe ujitoe kwake. Biblia inasema kwamba mpende Bwana Mungu wako kwa roho yako yote na kwa moyo wako wote na kwa akili zako zote. Sasa jiulize, umempenda Mungu kwenye roho yako yote? Au tu unafanya ni mitani? Leo watu wanaishi yani hajali. Yaani anaishi tu kwa sababu nimeshafika, nipo tu, niko sawa. Lakini hapati hata muda, hata dakika moja kujaribu kutafakari maisha yake. Kuangalia kwamba hapa nilipo mimi nimefikaje? Atashilia falanga cha mtitule, achile falanga cha nyama anga sana. Elfu nama kana yenda, elfu chibere. Mwalimu Salumu epindi yolo Afrika ticket yolo lipachinga. Elfu nama kana mwenji. Kwa hiyo waamini checho sa hatua hivi tu elfu nama kana nani? Ninalo lepa elfu nama kana yenda. Kwa sababu kulikuwa kuna hatua nyingi sana. Hata hiyo elfu nama kana yenda, wacha nisopate hiyo Afrika. Mzee bila tibeskeli yeye, awamba kama mwenji, mukabana tibeskeli hivi. Na mpaka mzee achimina shike tibeskeli yake leo. Awe cha tuwateliche manga sana. Amen. Lakini leo ukiingia kwenye familia, kila mtu ana familia yake.
Yete anebonde bana bamu oya nimukolela bambienda nimhudumia wete mzazi niete gari. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Na ndio maana kuna vitu mimi nimeviweka kwenye roho yangu, kwanza siwezi kama nikisahau vitu vingine hakuna shida, lakini vitu hivi Mungu amevifanya katika maisha yangu siwezi nikavisahau. Kwa sababu nikisahau nitaiwa na kiburi ya kusema kwamba ni bahati. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Waangalie kwenye kile kitabu cha Isaya sura ya 1 mstari wa 2 mpaka wa 3. Isaya sura ya 1 hadi ni ule wa 2 mpaka wa 3. Sikieni enyi mbingu, tega sikio nchi, kwa maana Bwana amenena. Ng'ombe amjua bwana wake, na punda ajua kibanda cha bwana wake, bali Israeli ajui. Watu wangu hawafikiri. Ole wake taifa lenye dhambi, watu wanaochukua mzigo wa uovu, wazao wa watenda mabaya, watoto wanaoharibu. Wamemwacha Bwana, wamemdharau yeye aliye mtakatifu wa Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Isaya amesema maneno magumu sana. Isaya ameongea maneno ambayo tukisema tuyaongee kanisani, nasema ndama kama naso mama. Lakini Isaya alikuwa anawahubiria wana wa Israeli hapa. Anawaambia kwamba ng'ombe anamjua bwana wake. Ng'ombe hiki sike bolanda, unalitata bolanda, unayoichine kila lusuku hiyo uliabisashi. Ng'ombe anajua kwamba huyu ndio mchungaji ananipeleka kila siku malishoni. Kama tumbo yangu kila siku inavimba ni kwa sababu ya huyu mchungaji. Ng'ombe anajua. Lakini pia punda anajua zizi lake. Yaani hata akizunguka huko kote anajua kwamba ule ndio mlango wetu. Lakini sisi hatumjui Mungu. Nyie wana wa Israeli hamjui, umemsahau Mungu wenu ambaye aliwalisha, aliwavalisha. Umemsahau Mungu wenu. Ndivyo tulivyo leo wa Kristo. Yaani mpaka imefika mahali Isaya amelinganisha wana wa Israeli na wanyama. Kwamba ng'ombe anamjua baba yake, huyu ndio baba yangu, huyu ndio baba yangu. Punda anajua kwamba ule ndio mlango ambao mimi nao huingia kila siku. Na ndio maana kule Afrika ukizungusha sijui kuku au bata mara 2 mara 3 nyumba nini, akienda hata huko, akirudi lazima ajue kwamba huu ndio mlango wetu. Hata akienda wapi ajue kwamba huu ndio mlango wetu. Mimi nimewahi kushuhudia kuona kitu kama hicho. Kuna mama fulani kama jamaa mtaki beto oshiki. Sasa yule kuku alikuwa mbio kumzidi yule mama. Yule kuku alikuja mbio. Na imagine sio kwamba tuko majerani, ni mbali kidogo. Sasa lomba kalwa eya ota yalingira nchige nyumba paka yalo ochisaka obole echingira na weto nyumba. Yule kuku alikuja mbio akaingia mpaka ndani. Na bahati nzuri wale kuku wetu walikuwa wakienda wakikaa kidogo juu kule kwenye sijui sehemu ambayo tunaweka masahani nini na nini. Akapanda kule juu mbio. Yule mama anafika pale anahema. Kuku wangu ameingia huko. Nikamwona mama anamwambia sema hapana ni kuku wangu. Mama akamwambia ingeleni. Ndio mwana mpaka yake atwai. Yakiwa sina obi na bana akibaya bose bale yake. Sema ni kuku wangu. Mama ana wala nana ayi. Ashimutakiba. Oya mama kale na sisi. Bwana Yesu atusaidie sana. Kama kuku anajua kwamba hapa sio nyumbani, natakiwa nikimbilie kwetu nyumbani. Lakini sisi ambao Mungu, Biblia inasema kwenye kile kitabu cha Mwanzo kwamba tuliumbwa kwa mfano wa Mungu. Tuliumbwa kwa sura ya Mungu. Lakini sisi ambao Mungu aliyetuumba kwa mfano wake ndio wasumbufu leo. Sisi ambao Mungu alituumba kwa mfano wake ndio wasumbufu. Ukiangalia kwenye Biblia viumbe vingine vyote viliumbwa tu kwa kusema, atokee kunguru akatokea, mbuzi atokee. Lakini sisi Mungu alisema kwamba atatuumba kwa mfano wake, kwa sura yake. Mungu alifanya kazi kutuumba sisi. Lakini sisi ambao Mungu ametuumba kiasi hicho, amefanya kazi kututengeneza sisi, kwamba siku moja tutakuwa ni mfano wake. Jiulize swali katika maisha yako. Hivi wewe umekuwa ni mfano wa Mungu? Au umekuwa ni sura ya Mungu?
kukaa na kujaribu kurudisha akili yako nyuma na kukumbuka kwamba hivi mpaka nimefika hapa, ni nani angeweza kunisaidia? Ni nani angeweza kunipigania? Ni nani angeweza kunisaidia kwenye hii hali ambayo niko nayo sasa hivi? Ni Mungu peke yake. Kila unapoamka asubuhi, unaenda kazini, unafanya shughuli zako, jaribu kutafakari hata kwa dakika moja kwamba ni kitu gani ambacho mimi nimekifanya kwa Mungu. Ni kitu gani ambacho nimekifanya cha kuonyesha kwamba hiki nimefanyia Mungu kwa sababu amenitoa mbali sana. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Hivyo tutaenda kuangalia sehemu ya pili. Baada ya kuona upendo wa Mungu katika maisha yetu, sehemu ya pili nasema kwamba ni nini tumeagizwa na Mungu kuhusu upendo. Baada ya Mungu kutupenda sisi, lakini pia huyo Mungu ametuagiza kupendana sisi kwa sisi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na tunaenda kuangalia kitu cha kwanza. Yesu ametuagiza tuwapende wengine kama alivyotupenda sisi. Yesu ametuagiza tuwapende wengine kama alivyotupenda sisi. Tuangalie kitabu cha Samueli ule wa kwanza, ile sura ya 20, uanze pale 17. Samueli wa kwanza sura 20 mstari wa 17, maandiko yanasema, ndio. Naye Yonatani akamwapisha Daudi. Naye Jonathan akamwapisha Daudi mara ya pili, ndio, kwa ajili ya upendo aliokuwa nao kwake. Ndio. Kwa maana alimpenda kama alivyoipenda roho yake mwenyewe. Ishi hapo hapo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna kitu Jonathan ameenda kutufundisha. Jonathan alikuwa ni mtoto wa Sauli. Na Daudi alikuwa ni rafiki wa Jonathan. Na Biblia inasema kwamba Jonathan alimpenda Daudi kama roho yake. Na kuna kitu Jonathan ameenda kutufundisha jinsi ya kumpenda mtu kama roho yake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jonathan ametufundisha jinsi ya kumpenda mtu kama roho yake. Na ukiangalia hapa kule mwanzo unaenda kuona Sauli alikuwa anampenda sana Daudi. Lakini baada ya kuona Daudi anasifiwa kumzidi yeye, akaanza kumchukia. Akili zake zikaenda mbali, akasema kwamba huyu bwana mdogo lengo lake ni kuchukua nafasi yangu. Akaingiwa na chuki. Akaingiwa na hali ya kutaka kumuua Daudi kwa sababu tu ya cheo alichokuwa nacho. Lakini changamoto aliyokuwa nayo Sauli ni kwa mtoto wake. Mtoto wake Jonathan alimpenda Daudi kama roho yake. Sasa tutaenda kuangalia jinsi unavyoweza kumpenda mtu kama roho yako. Tunaenda kuona kipindi wanaingia kwenye kikao, Sauli anawakusanya watu wake, wanakula pamoja. Alafu Sauli anamuuliza Jonathan kwamba Daudi yuko wapi? Kwa sababu Sauli alikuwa anajua kwamba Jonathan anampenda Daudi kama roho yake. Na mpango wa Sauli ilikuwa kwamba yeye amwangamize Daudi. Na alipokuwa mezani anawaambia watumishi wake, anamwambia Jonathan kwamba nataka mumuue Daudi. Kwa sababu ya ujasiri aliyokuwa nao Jonathan, kwa sababu Jonathan alimpenda Daudi kama roho yake, akamuuliza baba yake kwamba kwa nini unataka kumuua Daudi? Kwa sababu Daudi amefanya kosa gani mpaka auliwe? Jonathan alijaribu kuangalia kwenye eneo mbalimbali kwamba huyu Daudi kwa muda wote ambao nimekuwa naye sijawahi kuona amekukosea wewe mzee wangu. Sijawahi kuona Daudi akifanya kitu kinyume na wewe. Kwa nini leo unapanga kumwangamiza Daudi? Leo tunaweza tukawa tuna wazazi wetu. Unaweza ukazaliwa kwenye familia, unakuta labda mzazi kuna mtu amegombana naye. Kuna watu wamegombana nao. Alafu unapokuwa unakuwa kwenye yale maisha, kuna muda mzazi anakuambia kwamba kuna huyu na huyu sitaki uwe na mazoea nao. Sitaki uongee nao. Na ukijaribu kutafuta sababu kwamba kwa nini mzazi au mama au baba ananizuia nisiongee na huyu na huyu,
Hata kipindi unapojaribu kutafuta hiyo sababu, kuna muda hauwezi ukaipata. Kuna mtu anaambia kwamba wewe mwanaume yana na bibi changa tu eje na uwele tebo. Lakini Jonathan hakutaka kukaa kimya. Alitaka kujua sababu gani wewe mzazi wangu unataka mimi nisikae vizuri na Daudi. Mpaka nifike mahali mimi nimuue Daudi. Kwa sababu Daudi amefanya kitu gani? Natamani nijue. Biblia inasema ilifika mahali Sauli anamrushia mtoto wake Jonathan ambaye amemzaa, anamrushia mkuki kwa sababu ya kujibiana na mzazi wake. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Leo ndivyo tulivyo wa Kristo. Watu tunaweza tukaingia kanisani, tukajaa, lakini kuna baadhi wengine wamechukia. Hawataki kuongea. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Leo tumeona hicho ndicho cha maana sana kumzidi Yesu Kristo. Leo tunaona vituko kanisani, watu wanapigana mangumi. Kwa sababu ya cheo tu watu wanapigana, watu wanagombana, watu wanarogana kwa sababu ya cheo. Huyu na huyu hawezi wakafanya kitu pamoja. Na Mungu ni wa ajabu sana. Akiona umegombana na mtu, kwa bango sanganya na kwenda mtu kila siku, una Walmart wao sangana na hapo. Una ya usemu fulani ya mbona huyu sangana kila msuku. Mungu anakuambia kwamba unatakiwa utengeneze naye. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Lakini unaingiwa tu na kiburi ile shina basha kabisa. Naomba ukola ukilishi. Bwana Yesu atusaidie sana. Leo Wakristo tumefikia huko. Tumefikia huko kabisa. Tunaingia makanisani, tunamuomba Mungu, tunamwabudu Mungu, lakini ikifika swala la kusema kwamba hao wawili waongee, ana na mimi tabia uso. Lakini Jonathan mpaka dakika ya mwisho alikipambania hiki. Amen. Ilifika mzazi wake akamwambia kwamba haujui kama huyu Daudi anafuata sehemu yako ya ufalme. Mimi baba yako ni kifu. Huyu Daudi atakuwa mfalme nafasi yako. Lakini Jonathan hakujali kwa sababu alikuwa amempenda kama roho yake. Alimpenda Daudi pasipo na unafiki. Kwa sababu hakuona na sehemu ambayo Daudi amefanya mabaya. Lakini leo sisi ambao tunasikia neno la Mungu kila siku, ndio tunaogombana, ndio tunaochukiana. Na muda mwingine kuna magomvi mengine, watu ibashi mosala na iba taama ongeana somba kalwa inonosa. Watu bafunga mitema bakaza kabisa. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Nampenda yule ndugu yangu Hosea sana. Kuna kipande cha Biblia ambacho anasema kwamba hiki kipande nakipendaga sana. Waebrania 11 kama 14, 12 kama 14. Nasema kwamba tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote. Kama anasema hicho ndicho kipande anachotembea nacho kwenye maisha yake, ni vigumu sana yeye kugombana na mtu. Kwa sababu anapokuwa akikumbuka hicho kipande, ni lazima atengeneze. Ni lazima aweke vitu sawa. Yaani hawezi akapata amani kwa sababu hilo andiko litakuja kwake akatae asikatae, kwa sababu ni andiko ambalo amelipenda sana. Lakini leo tunachukiana pasipo sababu. Na tunasema kwamba tunampenda Mungu. Biblia imekataa, imesema kwamba utampendaje Mungu ambaye haukumuona wakati wowote. Unashindwa kumpenda mtu unayemuona kila siku kanisani, Walmart, wapi, kazini. Unashindwa kumpenda. Mungu amesema wewe ni muongo. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Biblia imekataa wewe ni muongo. Ndio maana nakusisitizia kwamba nenda kwanza ukatengeneze naye. Nenda ukatengeneze. Unapokuja mbele za Mungu na uanza kumuomba msamaha, angalia Mungu anaangalia katika ulimwengu wa roho. Wewe umewasamea wangapi? Kabla sijakusamea, wewe umesamea wangapi? Ndio maana Mungu amesema kwamba hawezi akasikia maombi ya mtu ambaye amegombana na mtu mwingine huko. Ni lazima kwamba uende kutengeneza kwanza alafu ndio uje kwangu. Kwa sababu mimi Mungu nakusamea, unatakiwa wasamee watu wengine. Lakini leo ni vituko zaidi ya vituko. Ingekuwa labda watu wa dunia wanafanya hayo kidogo, yangekuwa kwenye macho yao ilikuwa ni mazuri, lakini wanaofanya vituko leo ni Wakristo. Ni Wakristo kabisa, wanasema wanampenda
Bwana na Bwana ni mwokozi wa maisha yao, lakini yale wanayoyafanya unashangaa kwamba huyu anasemaje anampenda Mungu na wakati anaishi kwenye maisha kama haya. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Kwa hiyo kama Mungu ametuagiza, kama Mungu ametupenda namna hii, ametuagiza na sisi kuwapenda watu wengine kama alivyotupenda sisi. Tukishindwa kuwapenda watu wengine, Mungu atakupendaje? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunaenda kuangalia jambo la pili. Inasema matendo mema ni bure machoni pa Mungu kama yatokani na upendo wa kweli. Matendo mema ni bure machoni pa Mungu kama yatokani na upendo. Tunaenda kusoma kwenye kile kitabu cha Wakorinto wa kwanza 13 naanza ule mstari wa kwanza. Wakorinto wa kwanza 13 naanza ule mstari wa kwanza. Mstari wa kwanza. Wakorinto wa kwanza 13 mstari wa kwanza, andiko yanasema, nijaposema kwa lugha za wanadamu na za malaika, Ndio. Kama sina upendo, nimekuwa shaba iliayo na upatu uvumao. Tena nijapokuwa na unabii na kujua siri zote za maarifa yote, nijapokuwa na imani timilifu kiasi cha kuweza kuhamisha milima, kama sina upendo, si kitu mimi. Hapo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Paulo anaenda kuambia kanisa la Korinto kwamba nijaposema kwa lugha za malaika na za mbinguni na za duniani, kama ndani yangu sifanyi hicho kitu kwa upendo, haifaidi kitu chochote, haisaidii kitu chochote. Nijapokuwa hata na imani, nikija hapa na waponya wagonjwa na watu ambao ni viwete wanatembea, kama ndani yangu sina upendo, haina faida yoyote. Nimeona watu wengi sana wakitaka kusaidia mpaka sijui aweke kamera, picha, video, aonekane kwamba anasaidia. Kama kile kitendo haukifanyi kwa upendo, ni bure. Unaweza ukatoa fedha, lakini kama unataka kwa sababu sijui ya content na nini, ni bure mbele za Mungu. Kwa sababu anachokitaka Mungu ni ufanye kwa upendo, usaidie kwa upendo. Kama hujafanya hicho kitu kwa upendo, mbele za Mungu ni bure. Ndio maana kila unachokifanya, unapofanya michango kanisani, sehemu nyingi za kuwasaidia watu, kama ufanye kwa upendo, mbele za Mungu kinaonekana kwamba si kitu. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Mimi nawapenda sana wa marafiki zangu. Nimeuona upendo wao sana katika maisha yangu na katika familia yangu. Nikikumbuka siku ambayo mdogo wangu pale Faraja amefanya harusi, nikawa naona hao ndugu zangu ndio wanaozunguka sana. Kilinipa faraja sana kwamba katika hii hali naona marafiki zangu ndio wako mbele sana kufanya hicho kitu. Nimefika nyumbani kwangu na saa 7, saa 8 za usiku naenda kulala. Nakutana na dada zangu bado wanatafuta kutengeneza mambo ya chakula. Mpaka kuna kipindi nimeenda kitandani najiuliza, nawezaje kulala na wakati wengine bado wako macho? Kwa sababu niliona kila mtu alikuwa anafanya kwa roho yake. Hao marafiki zangu mpaka walifika mahali ile Friday waliipoteza kwa sababu tufanye hiyo shughuli. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakasema kwamba leo hatuendi kazini. Yaani ile siku ya 5 hatujalala mimi na marafiki zangu. Tumeanza maandalizi kuanzia ile siku ya 5 mpaka siku ya Jumapili ndio tumepumzika. Mpaka tunaanza kupanguza ule upande wa kule siku ya Mungu. Ndio maana kuna kipande kwenye Biblia kinachoniambia kwamba kuna rafiki ambatanaye na mtu kama mimi. Ndio hao wamekuwa ni ndugu zangu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na
kuna mengine na mengine ambayo wanaoyafanya. Naweza nikisema niyaseme yote, ni mengi sana, kwa sababu wanafanya kwa roho yao yote. Yaani kuna muda wakati tamaa. Ndio marafiki ambao nilikuwa natamani kuwa nao. Ukifika ni upande wa mambo ya kimwili, tunafanya kwa pamoja. Ukifika ni upande wa mambo ya kiroho, tunaomba pamoja. Tunamuita Mungu pamoja. Ile tangu na chokoro ule nivo mchele nyama ya ngano. Ungora nivo kabla ile nyama tutamwingira kwanza maombi wa shikinya. Ukija eti kwamba babile leja baki yala tu nyama. Ile changati ile nyama kabla ya nyama ule kwanza atua chitangu tu yule la nyama. Wana tena nivo ya nyama mpaka kwanza utamwingira kwanza maombi. Kama tawataka maombi, oka utiso yanomboka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Umefikia kwenye hiyo hatua. Kwa sababu kuna muda watu wanaweza kukaa muda mwingi mtapoteza katika story, lakini haisaidii kitu chochote. Lakini tumeamua kumtafuta Mungu sio hapa tu kanisani na kule majumbani tunakokaa. Amen. Barikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Jana huyu ndio alikuwa mhubiri. Kule tunachokikosa ni kutoa sadaka na ushuhuda tu. Tunasema sawa hivi. Lakini mahubiri, matangazo, kusoma neno, kuimba, vyote vipo. Kwa sababu kuna rafiki wa kwanza ambaye ametupenda sisi wote, ambaye ni Yesu Kristo. Kwa hiyo kitendo chochote unachokifanya, jiulize kwanza kabla ya kufanya kile kitendo. Jiulize kwamba hiki kitendo nakifanya kwa upendo au kwa sababu ya kuonekana. Kuna watu wanafanya vitu kwa sababu tu aonekane. Nimone etu ine nikitumia hivi vitu vye nimone ili nikitumia nimone, lakini mbele za Mungu hiyo umefanya ni bure. Kwa sababu Mungu anatamani ufanye kila kitu kwa upendo. Kila kitu. Unapomsaidia mtu ukifanya kwa upendo. Usipofanya kwa upendo ni bure mbele za Mungu. Na ndio maana unaweza kukutana na mtu anaweza akafanya jambo fulani, alafu ikipita muda kidogo anaanza kusema ndio ateleche kitu fulani. Ndio tumia bino. Unosuka la shitumia bino, ndio tumia bino. Vile hujafanya kwa upendo. Kama unaweza kukumbuka matukio kama hayo, haujafanya kwa upendo. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Tunaenda kuangalia jambo la mwisho. Ni upendo usitiri wingi wa dhambi. Soma Petro wa kwanza sura ya 4 mstari wa 8. Sura ya 4 mstari wa 8. Maandiko yanasema, zaidi ya yote iweni na juhudi nyingi katika kupendana. Kwa Bwana Yesu asifiwe. Amen. Biblia inasema kwamba zaidi ya yote tuwe na juhudi katika kupendana. Endelea. Kwa sababu upendo usitiri wingi wa dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana upendo usitiri wingi wa dhambi. Ukiwa una upendo ndani yako, hata kama mtu fulani akikukosea, ule upendo kazi yake ni kufunika yale makosa na kuendelea mbele. Kuna muda mimi naweza nikamkosea mtu fulani, kuna muda naweza nikawakosea watu fulani. Lakini kama wale watu wasipokuwa na upendo ndani yao, watakuwa wakikisema hicho kitu na kuna muda watajisikia vibaya. Lakini kama ndani yao kuna ule upendo, watayafunika hayo na kuenda mbele. Lakini leo sisi ukiona mtu ndani yake hana upendo, ni ile hali ya kutokufunika makosa. Anakaa sehemu anakuwa anataja fulani alitumia nini kushishibirelelo. Hata uche mpaka binishie makaburi. Hauna upendo ndani yako. Hauna upendo ndani yako.
kwa sababu upendo usitiri wingi wa dhambi. Kwa sababu usitegemee kwamba utaisha utakosea osema maanga sana hata nusu kunona osea. Lakini kitakacho kusaidia ni wewe kukubali roho ya upendo ikutawale. Kwa sababu usipokuwa na hiyo roho ya upendo utakuwa unagombana na watu kila siku. Kila siku. Jioni ya leo ukubali kutawaliwa na roho ya upendo. Kwa sababu upendo ndio kila kitu. Mungu ndiye upendo. Na Bwana bariki neno lake na kubariki.